Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Watu wengi tuliweza kushuhudia hili sakata la msanii Diamond pamoja na mrembo Hamisa Mobeto. Tuliweza kuona ni kwa namna gani msanii Diamond Platnumz alikuja kubadilika tu ghafla. Akaja akageuka akamwambia Hamisa, mimi nimeshakubali huyu mtoto ni wa kwangu. Na huku ukiangalia hapo nyuma Hamisa Mobeto alitumia njia nyingi sana kumwaminisha Diamond kwamba huyu mtoto ni wa kwako. Ilifikia hatua Hamisa akakubali hata kufanya vipimo vya DNA ili mradi Diamond aweze kuhakiki kwamba huyu mtoto ni wa kwake au sio wa kwake. Na baadaye majibu ya vipimo vya DNA yalipotoka, Diamond akaambia huyu mtoto ni damu yako, lakini bado Diamond alikataa. Alimwambia daktari kwamba huyu mtoto sio wa kwangu, hayo majibu mtakuwa mmenibadilishia, hayo majibu mtakuwa ni ya uongo. Akawa anamwambia Hamisa, huenda umewaonga hao madokta ili mradi waweze kunipa majibu ya uongo. Basi baada ya hapo Hamisa Mobeto akamwambia Diamond kwamba kuanzia leo sitakaa nikuambie kuhusiana na mambo ya huyu mtoto, na huyu mtoto najua nitaweza kupata mwanaume na atanioa, na baadaye huyu mtoto atapata baba, maisha mengine yataendelea. Na kweli Hamisa Mobeto ametulia na baadaye amepata mwanaume. Aziz Ki amemuoa, amemtolea mahari, na sasa hivi tunamuona Dylan ana baba wa uhakika. Dylan anatamba sana na Aziz Ki, na mara nyingi sana tunaona video nyingi Hamisa anaposti Dylan akiwa na Aziz Ki, anafurahi sana na kuona nimepata baba na mimi. Watoto wa kiume mara nyingi sana wanapenda kuwa karibu na baba zao ili mradi kujifunza yale mambo ya kiume zaidi. Sasa mtoto wa Hamisa alikuwa anakosa yale mapenzi ya baba, lakini baadaye Hamisa baada ya kuolewa basi Dylan akawa tayari ameshapata baba kwa Aziz Ki, akawa anafurahi na enjoy, basi ikawa full burudani. Lakini baadaye tukaona Diamond ameibuka mitandaoni na kuanza kumdai yule mtoto, kumwambia Hamisa kwamba kwa sasa hivi huyo mtoto tayari ana umri wa miaka 8, hivyo basi naweza nikaruhusiwa hata na mahakama niweze kumlea huyu mtoto, kwa sababu tunafahamu malezi ya mtoto chini ya miaka 7 ni yanakuwa kwa ajili au yanakuwa chini ya mama, lakini malezi ya mtoto kuanzia miaka 7 kwenda juu baba anaweza akapewa hayo malezi kama baba anajiweza vizuri, yuko vizuri, lakini pia kama mazingira yake ya kifedha yako vizuri, basi baba anaweza karuhusiwa kupewa huyo mtoto aweze kumlea. Sasa baada ya Diamond Platnumz kutaka kumdai huyu mtoto, yameibuka mambo mengi sana. Hamisa alikuja kumvuruga Diamond, akamwambia mimi siwezi kukupa mtoto wangu, huyu mtoto ameshanizoea, huyu mtoto ni mtu ambaye hawezi kuishi mbali na mimi, ananipenda na ananijali, na ni mtoto ambaye kiufupi hawezi kuishi mbali na mama yake ambaye ni Hamisa Mobeto. Siku leo Mange Kimambi, dada wa taifa, kuna kitu ambacho ameweza kukizungumza kuhusiana na hili sakata, namna ambavyo linaendelea. Ukiangalia mara nyingi sana Mange huwa anakuambia yeye hapendi kuanika habari mbaya za Hamisa, kwa sababu Hamisa ni mmoja kati ya wadada ambao wanaokubali sana, wanapambana sana, ni watu ambao wanawapenda. Sasa Mange Kimambi anakuambia kuna kitu ambacho kimemuumiza sana. Baada tu ya kuona Hamisa Mobeto anaendelea basi kubishana na Diamond mitandaoni, Mange Kimambi kuna kitu ambacho ameamua kumwambia Hamisa. Kwanza kabisa amemuonya Hamisa, amemwambia Hamisa unatakiwa kukaa mbali kabisa na haya mambo ambayo Diamond amekuwa akiyazungumza, kwamba anamtaka mtoto, usimsikilize kabisa. Lakini kitu cha kwanza ambacho Mange ameamua kumwambia Hamisa ni kwamba anadai zile mali za Diamond Platnumz sio mali za halali, ni mali ambazo Diamond anatumia ushirikina kwa asilimia kubwa sana. Sasa Mange Kimambi anakuambia huenda yeye mwenyewe hana uhakika, alizungumza hichi kitu kama vile amefikiria mbali zaidi. Akasema huenda Diamond Platnumz anataka huyu mtoto ili mradi tu aweze kumtumia katika mambo yake ya kishirikina. Kama ambavyo tunafahamu kuna baadhi ya familia unaweza kuta mtu ana mali nyingi, ana pesa nyingi, lakini unakuta kuna mtoto wake mmoja ni taira, mtoto wake mmoja ana akili vizuri, yani kuna namna fulani hivi wao anatumia damu zako ambazo ni mtoto wako kabisa. Sasa Diamond huenda ameangalia na kufikiria ni mtoto gani ambaye anaweza akamtumia katika mambo zake za kuzidi kupata pesa zaidi, akaamua kumtumia huyu mtoto wa Hamisa. Na ndio maana Mange Kimambi leo ameamua kumshauri Hamisa kwamba ikiwezekana vunja kabisa na kataa mawasiliano na Diamond. Kwa sababu gani? Ukiangalia kipindi cha nyuma Diamond alimkataa. Inakuwaje kipindi cha sasa hivi Diamond ghafla tu amekuja, Hamisa huyu mtoto naomba nimlee, mambo kama hayo. Ni jambo ambalo haliingia kilini, na Mange Kimambi amefikiria kwa asilimia kubwa, akamwambia Hamisa unatakiwa kukaa kimya, lakini unatakiwa kubishana na Diamond mitandaoni, kwa sababu wanavyoona unaendelea kubishana naye, huenda Diamond kweli akakufungulia kesi na baadaye akashinda, kwa sababu Diamond ana uwezo mkubwa na anafahamiana na watu wengi sana wakubwa na ni watu maarufu. Hivyo basi Mange Kimambi
ameweza kumsia Hamisa kwa sababu amemwambia huenda mtoto wako akachukuliwa na Diamond alafu baadaye mtoto akaharibika, akawa mtoto wa ajabu ajabu ambaye haeleweki, lakini kinaweza kikatokea labda kitu kibaya zaidi. Hizi pesa za kishirikina au hizi pesa ambazo mtu anatumia sana uchawi ndipo azipate, huaga zinakuwa zina masharti mengi sana. Unaweza kaambia mlete mtoto wako tumfanye hivi tumfanye vile, wengine huaga wanaua kabisa kwamba unatakiwa mtoe mtoto wako kafara, mambo kama hayo. Sasa Mange yeye amefikiria kwa makini, akaona huenda Diamond kuna mchezo ambao anataka kumchezea Hamisa Mobeto kwa huyu mtoto wake. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia nikumbusha ambaye bado hujasubscribe chini ya video hii, na utakuwa umejikishia kupata kila habari ambayo ina trend ndani na nje ya nchi ya Tanzania.